Karibu tena mtazamaji. Kwa kipindi cha miaka miwili kumeshuhudiwa ongezeko la wanafunzi wa kike katika shule za sekondari kwenye kaunti ya Mandera. Hii ni baada ya baadhi ya wanafunzi kujinusuru kutokana na ndoa za mapema baada ya serikali ya kaunti hiyo kuanzisha mpango kuwalipia karo wanafunzi wa shule za sekondari. Cha kutia matumaini zaidi ni jinsi wanafunzi kutoka kaunti nyingine pia wanavyonufaika na mpango huo. Hamza Yusuf alizungumza na baadhi ya wanafunzi hao na haya hapa makala ya Nuru Elimu Mandera sehemu ya kwanza. Amina Mohamed ni mwanafunzi wa kidato cha 4. Kabla ya kujiunga na shule ya upili ya wasichana ya Banisa, alipitia mitihani mingi ya maisha, ikiwemo jaribio la ndoa ya lazima na dhuluma nyinginezo. Kuna watu wanakuja nyumbani, mimi nakataa, wanakuja. Sasa my grandfather is on my side, anakubali, mimi sikubali kuoleka. But my aunties, they were forcing me. Wananiambia oleka tu wewe, kuna kijana fulani wako na pesa. Si Amina pekee anayefaidika kutoka na elimu bila malipo Mandera. Hassan Abdullahi, mzaliwa wa Yabelo, Ethiopia, pia ni mwanafunzi wa kidato cha 3. Naye alilazimika kuingia shughuli ya kuchimba madini kutafuta karo kwa kipindi cha miaka miwili. Alafu hiyo kitu ni ngumu. Kazi ni mingi. Hiyo mchanga inapasuka kwa watu wanakufa. Salome Gasheri alisafiri kwa siku 7 kufika Mandera ili kubahatisha nafasi katika mpango huu wa elimu bila malipo. Wasiwasi wake ulikuwa kwamba angekosa nafasi hii nadra kwa kuwa mpango huu unahusisha wanafunzi kutoka Mandera pekee. Nilipofika hapa sijaulizwa nimetoka wapi, sijaulizwa my religion ni gani, sijaulizwa pia kabila ni gani. Simulizi za Masi Chipchumba na Purity Makena zikiongeza uzito wa umuhimu wa mpango huu, kauli yao ikiwakilisha mamia wanafunzi kutoka kaunti mbalimbali nchini. Sasa akasema kuwa wana pesa za kunilipia karo tena, ikabindi tu nikae nyumbani, lakini niliweza kujua kuwa kuna shule huku ambayo ilikuwa inaoffer free education, nikamwacha nikuje nisomee huko. Transport ilitokea kutoka Nandi mpaka hapa ni 9500. Tulizuru makao makuu ya kaunti ya Mandera kuzungumza na Gavana Mohamed Aden Khalif kufahamu kichocheo cha serikali yake kuipa kipaumbele elimu zaidi ya sekta nyingine. We lost over 70% of the livestock, both camel, cattle and sheep. So how do we support the paying of school fees in secondary schools? Close to half a billion shillings goes to this program. Kwa mujibu wa Wizara ya Elimu kaunti ya Mandera, idadi ya wanafunzi wanaofaidika na mpango huu wa elimu bila malipo ni takriban 34,372 wanaosomea shule 68 za umma. Kwa Amina, Salome, Abdullahi na wengineo, jina Mandera litabaki milele katika nyoyo zao, kwani hapa wanasaidiwa kutimiza ndoto zao za maishani. Hamza Yusuf, KTN, Nuru ya Elimu, Mandera.